Unapokuwa umeanza hii biashara, kuna vitu vya muhimu sana ambavyo inabidi uvizingatie, hasa kwenye namna ya wewe kuweza kufanya biashara kiurahisi zaidi, kwa sababu tunatumia njia mbili. Njia ya kwanza tunasema ni njia ya mitandao ya kijamii, lakini pia njia ya pili ni njia ya tunasema field au njia ya kuonana na watu ana kwa ana. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni nini? Kuna vitu vya muhimu ambavyo inabidi ujue ambavyo vinafanyika kwenye field, lakini kuna vitu vya muhimu ambavyo inabidi uvifahamu ambavyo vinafanyika kwenye mitandao ya kijamii. Hizi njia zote mbili zinafanya kazi vizuri. Kikubwa ni wewe kujifunza, kuelewa na kujua namna gani unatakiwa ufanye kazi. Na unapokuwa unaanza biashara, jitahidi kwanza uwe na taarifa zile za muhimu kuhusu kampuni, kwa sababu kampuni yenyewe kazi yake ni kuleta bidhaa, inafanya utafiti, inaleta bidhaa. Hivi vyote vinakuja kukusaidia wewe unapokuwa unamuuzia mtu apate matokeo makubwa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwamba wakati unaendelea wewe kufanya biashara, jitahidi katika ratiba yako uwe na muda wa kujifunza kuhusu kampuni, kuhusu bidhaa, kuhusu biashara, ili uweze kufanya kiurahisi zaidi, kwa sababu ni biashara ambayo haifundishwi shuleni, inafanyika kwa mfumo ambao unafundishwa na mtu mwingine au unafundishwa na viongozi ambao tayari wameshafanya au wanafanya vizuri. Kwa hiyo unachotakiwa kuzingatia wewe ni kukomaa, kuhakikisha unapata yale mafunzo ya muhimu. Uzuri ni kwamba mafunzo yote yapo tayari. Kikubwa ni wewe kupanga muda wako na kuendelea kuyafuatilia. Kwa sasa hapa nitakwenda kuzungumzia ni vitu gani unatakiwa kuvifanya unapotumia hii njia ya field. Ni njia ambayo ina matokeo makubwa, japo watu wengi hawaifanyi, lakini sisi tumeifanya na imeweza pia kutusaidia. Kwa hiyo hata wewe ambao unataka kufanya mauzo itakusaidia sana. Sasa field au njia ya ana kwa ana ni njia ambayo wewe utaifanya kwa namna hii, kwa maana ya kwamba kuna wale watu ambao ni wakaribu yako, mfano una ndugu zako, una marafiki, lakini pia una majirani zako. Hao ni watu ambao ni lazima upige garagaza wapate taarifa kuhusiana na kile unachokifanya, kwa sababu usipowauzia wewe leo, usipowapa taarifa wewe leo, kesho au kesho kutwa watanunua mtandaoni au watanunua kwa watu wengine, wakati wewe unafanya biashara ambayo ingewasaidia hao watu. Kwa jukumu lako wewe ni kuhakikisha jirani yako ajue unachokifanya. Ni jambo la kwanza. Kwa hiyo hakikisha majirani zako, tafuta vipeperushi, utawapatia, utawaambia hivi, mimi nimeanza kazi. Sasa kama una kazi nyingine unaweza ukasema mimi nimeanza kazi na kampuni ambayo ni ya Bright Future, ni kampuni ambayo inajihusisha na usambazaji wa bidhaa bora za afya ambazo hazina madhara kiafya. Unaona, ambazo zimethibitishwa na mamlaka zote duniani. Kampuni hii ina bidhaa nyingi sana ambazo inazizalisha, lakini mimi hapa ni kama msambazaji. Kwa hiyo katika hizi bidhaa zina matokeo makubwa sana na watu wengi nimeweza kuwasaidia, zimeweza kuwasaidia. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba wewe kama jirani yangu au wewe kama rafiki yangu, ninaona ni muhimu wewe pia ukaweza kufahamu bidhaa tulizonazo au vitu ambavyo tunavitoa katika taasisi yetu, kwa sababu najua hata wewe pia unajali afya yako, lakini wewe pia ni jukumu lako kujali afya yako. Maana hizi bidhaa zetu anatakiwa atumie mtu yoyote yule. Kwa utakapotumia zitakusaidia, lakini pia zitakufanya uwe na afya ambayo iko vizuri, na mwisho wa siku utakuwa upate magonjwa mara kwa mara, kwa sababu kampuni inadili hasa na magonjwa ambayo si ya kuambukiza, japo pia kuna bidhaa zinazosaidia kwa magonjwa ambayo ni ya kuambukiza. Kwa hiyo ni bidhaa nzuri sana. Sasa hapo lazima uhakikishe una kipeperushi. Kwa utampatia kipeperushi kwamba kipeperushi hiki kinazielezea bidhaa zetu vizuri. Kuna bidhaa za hivi, namuelezea kupitia mifumo. Labda kuna bidhaa za mifupa na maungio, kuna bidhaa za mfumo wa damu kwa maana ya kusaidia kwa matatizo ya sukari, pressure na matatizo mengine. Lakini kuna bidhaa ambazo zinasaidia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kuna bidhaa ambazo zinasaidia kwa masuala ya kinga ya mwili, kwa masuala ya ngozi. Unamwambia bidhaa hizo zimeelezewa vizuri, bidhaa moja moja. Kwa hiyo yeye atapitia vizuri, then atakuuliza pale kwenye swali, lakini pia kama atapendezewa na bidhaa wewe utamuunganisha na kumsaidia namna ya kuweza kuzipata. Unaona? Sasa lazima ujue huyo jirani yako unataka umshirikishe kama biashara au awe kama mteja, kwa sababu wote inabidi wapate elimu ya bidhaa. Ijalishi mtu unataka kumshirikisha kuhusu biashara au bidhaa, au awe kama mteja, kwa sababu mtu anaweza asipende biashara akapenda bidhaa, anaweza asipende bidhaa akapenda biashara. Kwa lazima umuelezee, unamwambia pia kwenye taasisi yetu wanatafuta pia watu ambao wanaweza kufanya masoko na mauzo, kwa maana ya kwamba hata wewe unaweza kufanya kwa muda wako wa ziada na pia ikaweza kukuingizia kipato nje ya kazi ambayo wewe unaifanya. Kwa hiyo ukihitaji taarifa zaidi au kama utahitaji kufanya hii biashara, naweza nikakuunganisha pia ofisini kwetu ukaweza kupata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni njia pia ya kukusaidia kuweza kupata watu. Tumia njia hii itakusaidia kupata wale majirani zako kiurahisi zaidi. Lakini kuna wale marafiki zako,
kuna wale watu ambao tunasema ni rafiki wa rafiki zako. Ukimwelimisha rafiki yako, anaweza kawaambia rafiki zake. Kwa hiyo unaweza ukawaelekeza pia rafiki zako kwamba wewe umepartner. Sasa unasema hivi, mimi nimepartner na kampuni ya Bright Future ambayo ni kampuni inadili na masuala ya afya naona pamoja na uchumi. Lakini kwenye upande wa afya, kampuni hii inasaidia sana kwa sababu inatoa bidhaa ambazo ni asilia zisizokuwa na kemikali ambazo zimekuwa na matokeo makubwa sana kwa watu. Kwa hiyo nimeona wewe ni mtu ambaye unajali afya, ni mtu ambaye uko chanya, ambaye najua nikikupa maelezo na ukazielewa vizuri hizi bidhaa zitaweza kukusaidia. Ndio maana nimeona nije nikwambie. Sasa kwenye kampuni tuna bidhaa ambazo zipo zaidi ya 40. Ni bidhaa nzuri sana ambazo naamini hata wewe ukichagua utaona kuna bidhaa ambazo zitakufaa au zinaweza zisikufae leo zikakufaa kesho. Unaweza ukakutana nazo mtandaoni, lakini ni vizuri ukajua kwamba mimi pia nipo kwenye hii taasisi, kwa sababu watu wengi wanajitangaza mtandaoni na kuwaamini sio rahisi. Lakini kupitia mimi utaweza kupata hizi bidhaa. Ni bidhaa ambazo ziko vizuri sana, kampuni na viwanda vyake ambavyo viko Marekani, China na Ujerumani. Naona baada ya kumwambia mtu hivi atakuwa na hamasa na shauku ya kutaka kuzijua hizo bidhaa. Kwa hiyo hapo ndo unaweza kumpatia kipeperushi kwamba pia kuna kipeperushi ambacho ni hiki hapa, kinazielezea hizi bidhaa vizuri kabisa, na bidhaa hizi unaweza ukazipata kupitia mimi sehemu yoyote, lakini pia hata kama ni hapa hapa Tanzania, mkoa wowote, naweza nikakulinki na watu ambao watakusaidia namna ya kuzipata. Kwa hiyo ukifanya hivi, rafiki zako, ndugu zako wale wa karibu ni wateja wako wa kwanza, lakini kuna familia yako lazima waelimishe. Waambie kabisa kwamba mimi nimeanza kazi na kampuni ya BF Suma au ya Bright Future ambayo inafanya utafiti, uzalishaji na usambazaji wa bidhaa bora za afya. Bidhaa ambazo zinazalishwa na kampuni mpaka sasa hivi zimesaidia watu wengi sana. Kwa hiyo sisi kama wanafamilia tunatakiwa kutumia hizi bidhaa kwa sababu zina matokeo makubwa na zinasaidia pia watu wasiumwe mara kwa mara. Lakini pia zinatibu changamoto nyingi sana. Nimeshuhudia watu wengi wakipona, watu wengi wakishuhudia. Kwa hiyo hata sisi kama familia tunatakiwa kuzitumia hizi bidhaa. Sasa baada ya hapo, unawapatia vipeperushi familia yako wazisome bidhaa vizuri, kwa sababu ukweli ni kwamba bidhaa zetu zina matokeo makubwa sana. Kwa hiyo usije ukawa unawaza tu kuuza kwa watu wengine, hata familia yako inabidi wawe ni watumiaji wa kwanza. Sasa hapo nimeelezea field kwa maana ya rafiki zako, lakini pia kwa maana ya familia yako na rafiki wa rafiki zako pia unaweza kawaambia, kwa maana kwamba wale rafiki zako unaweza kawaambia waambie pia rafiki zao kwamba wewe unafanya kazi na kampuni ambayo inadili na masuala ya bidhaa za afya ambazo ni asilia zisizokuwa na madhara kabisa katika afya ya binadamu. Kwa hiyo fanya hivyo, itakusaidia kupata wateja wako wa kwanza, wewe ambaye ndio unaanza biashara. Kwa jaribu kufanya hivyo. Lakini sasa kuna wale watu ambao hawa ni watu ambao hawafahamu. Kuna njia pia za kufanya field. Hasa kwa watu ambao hawafahamu, ipo hivi. Jambo la kwanza, unatakiwa uhakikishe kama una plani yoyote, unatakiwa ujue unaenda wapi au unataka kuonana na mtu gani. Mfano, unaweza kuwa na mission, wewe ukawa unaenda labda kwenye shule, unaonana na walimu, ukawa unaenda labda kwenye hospitali, unaonana na madaktari, ukawa na mission, unaonana labda na watu wa buchani, ukawa na mission, unaonana labda na watu wa saluni. Angalia wewe unataka utarget watu gani kwanza, na angalia watu ambao wanaweza kawa ni rahisi kuchukua maamuzi na kuchukua bidhaa zako. Kwa jambo hapo la muhimu kwanza ni kuhakikisha unakuwa na mission, unataka kudili na watu wa aina gani. Baada ya hapo sasa, kwa hao watu unatakiwa ujiweke professional. Jambo la kwanza, hakikisha unapendeza vizuri, unakuwa na muonekano mzuri, unavaa smart, unanyoa vizuri. Unapokuwa umeenda hiyo sehemu, una clear doubt, kwa sababu watu wengi wataanza kujaji wewe kabla ya kujaji kile ambacho unakitoa. Kwa unachotakiwa kupambana ni kuhakikisha unaenda ukiwa smart. Itakusaidia na itakurahisishia sana hao watu kuweza kukuzingatia wakati wa kuzungumza. Kwa hiyo tuchukulie labda umeenda sasa labda ni mashuleni au ni wapi, kwa sababu statement ni ile ile au kauli ni ile ile ambayo utatumia kwa watu wote. Kwa hiyo tuchukulie umeenda labda ni mashuleni, labda umeenda kuonana na mwalimu mkuu ambapo ameitisha labda walimu wengine ili wewe uweze kuzungumza. Kwa hiyo pale jambo la msingi natakiwa uhakikishe umependeza, lakini uwe na vifaa, kwa maana ya kwamba unatakiwa uwe mfano na kitabu cha kampuni kile cha njano, lakini pia unatakiwa uwe na vipeperushi. Ni jambo la msingi. Vipeperushi ni jambo la msingi sana, kwa sababu ukiongea sana alafu kuna nyenzo yoyote ambayo itaonyesha zile bidhaa, utakuwa umewapigia kelele tu watu, kwa sababu wanasikia taarifa nyingi mtandaoni. Kwa hiyo uwe na vipeperushi. Lakini jambo lingine, unaweza kuwa na bidhaa kama sample, kama sabuni, kulol, ukawa na bidhaa kama antidawa, ukawa na bidhaa nyingine
tofauti tofauti kama Femicare au Expower Coffee au Capsule. Kwa hiyo utaenda na bidhaa kulingana na sehemu uliyoenda. Unaweza kuazima bidhaa ofisini, ofisi yoyote wanaweza kukuazimisha bidhaa kupitia kiongozi wako. Utaazimishwa bidhaa, unaenda nazo na baadaye unazirudisha kwa wakati. Sasa baada ya kwenda kule, unatakiwa sasa, umepewa mfano labda ni dakika kadhaa za kuzungumza. Pale unaenda kwa kujitambulisha na kusema hivi, mimi naitwa Mr. Arnold Silas Mdolo. Mfano sasa unajitambulisha, mimi nafanya kazi na taasisi ambayo inaitwa BF Suma au Bright Future. Ni kampuni kutoka Marekani ambayo inafanya utafiti, uzalishaji na usambazaji wa bidhaa bora za afya. Kampuni hii ina miaka zaidi ya 10 hapa Tanzania na mpaka sasa hivi tumeweza kusaidia watu wengi sana. Sasa katika namna ya utoaji wa huduma, mara nyingi huwa tunatoa huduma kupitia mitandao ya kijamii. Bidhaa zetu zinasambazwa sana hasa mtandaoni. Lakini sasa tunaamini jamii yetu kuna watu ambao wako busy sana, ambao hawapati muda wa kupitia huko mtandaoni, lakini hawapati muda wa kuweza kuangalia TV au kuna mabango. Lakini sasa hizo njia nyingine zote unakuta watu wanashindwa kupata taarifa, wanakuwa wako nyumbani. Mfano unaweza kukuta labda hapa tunapozungumza kuna mtu hazijui hizi bidhaa. Kwa hiyo huwa kampuni inatupa nafasi kwa mwezi, huwa tunatoka mara moja au mara mbili kwenda kutoa elimu kwenye jamii kuhusiana na magonjwa sio ya kuambukiza, lakini pia kuhusiana na kitu ambacho sisi tunakifanya. Kwa hiyo leo tuko hapa sasa, inategemea hapo kwenye wapi. Tuko hapa shuleni kwa lengo la kutoa elimu kuhusiana na afya, lakini pia kuhusiana na bidhaa ambazo sisi tunazitoa. Kampuni yetu ina vibali vyote, bidhaa zote zimesajiliwa, ni bidhaa asilia ambazo hazina kemikali wala hazina madhara yoyote. Kwa hizi bidhaa mtu akizitumia huwa zina matokeo makubwa sana na tuna shuhuda za watu wengi sana. Kwa hiyo muda huo jitahidi pia uwe na shuhuda baadhi ambazo utakuwa nazo kwenye simu yako, zitakusaidia. Mfano wakitaka kuona baada ya kuzungumza, utaanza kuonyesha zile shuhuda za watu uliowasaidia au ambazo watu wengine wamewasaidia watu. Unaona? Sasa baada ya hapo ukishazungumza hivyo, utaambia sasa kwenye kampuni yetu, kampuni ina bidhaa zaidi ya 40 ambazo hizo bidhaa zipo katika mifumo tofauti tofauti. Tunadili na mifumo, unaweza ukataja pale mifumo, labda mfumo wa mifupa na maungio, mfumo wa damu, mfumo wa uzazi, lakini pia kuna mfumo tunasema labda masuala ya kinga ya mwili, lakini pia kuna issue ya digestive system, lakini pia kuna mfumo mwingine ambao tunasema ni kwenye bone and joint. Sasa mifumo yote inabidi uijue. Naona kwamba tunadili na bidhaa ambazo zipo katika makundi gani. Uzuri ni kwamba makundi hapo na yameorodheshwa kabisa katika posters mbalimbali, lakini pia kwenye kitabu hicho cha njano pale pale tu unaweza kuelezea, hata kupitia kile kitabu cha njano kinaonyesha makundi yote ya bidhaa kwenye peji zile za mwanzo. Kwa hiyo ukishaelezea hivyo, unaenda kusema katika haya makundi tunatatua changamoto kama unaanza kuzitaja sasa. Kwenye mifupa na maungio utaelezea, lakini kwenye masuala haya ya uzazi utaelezea mnatibu changamoto gani. Katika kila mfumo utaelezea magonjwa ambayo yale ni common, lakini pia ni muhimu kuangalia nature ya watu ambao unaongea nao. Kama ni watu wazima sana, hakikisha pale unapoelezea, elezea vile vitu ambavyo vinawalenga wao kwenye ile sehemu yao, kazia sana. Kama ni kwenye mifupa na maungio, si kwenye kinga ya mwili, elezea sana ni kwa nini watu wanapata hapo magonjwa, lakini pia sisi tunatatua vipi. Kwa hiyo baada ya kuelezea sasa, unatakiwa wapatie vipeperushi, kwa maana kwamba unawaambia hivi, lakini pia hapa kuna vipeperushi ambavyo tuko navyo, hivi vinaelezea bidhaa zetu vizuri, kwa sababu tunaamini kwamba mimi siwezi kuelezea vitu vyote kama ambavyo hichi kipeperushi kinaweza kukuonyesha na kukuelewesha kiurahisi. Lakini pia hiki ni rahisi, wewe unaweza kumpatia pia ndugu yako akakisoma na baadaye ikawa ni rahisi kuweza kuwasaidia hata watu wako wa karibu. Kwa hiyo vipeperushi hivi tunavitoa, lakini pia kama utachukua kipeperushi itakuwa ni vizuri kituachia namba yako, kwa sababu tukichukua namba yako, kama utakuja kututafuta, itakuwa ni rahisi kujua tulikutana wapi, lakini pia itakuwa rahisi wewe kupata discount katika bidhaa yetu yoyote, kwa sababu kwa mtu ambaye tumewahi kuzungumza naye huwa tunatoa ofa ya punguzo la bei. Kwa hiyo ukichukua kipeperushi hiki, nitapenda unipatie namba yako ya simu, utaniandikia hapa, lakini pia utaandika na hiyo ya kwangu ambayo ipo kwenye kipeperushi. Siku ukinitafuta itakuwa rahisi, kwa sababu pia namba yako nitakuwa nimeisave na nitajua pia tulikutana wapi. Itakuwa ni rahisi wewe kupata ofa ya punguzo la bei, kwa sababu watu wote ambao tunakutana nao mtaani huwa tukitoka, wale watu wanaotutafuta huwa tunawapa punguzo la bei, wanachukua bidhaa kwa gharama ambayo ni nafuu zaidi, ili kuweza pia kuwa mabalozi wetu na kuweza kuwasaidia watu wengine wengi. Kwa hiyo ukifanya hivyo itakurahisishia kuchukua namba za hao watu,
utachukua namba, wao watachukua namba yako. Baada ya hapo sasa, kinachotakiwa wewe ni kuhakikisha unawaalika au unawakaribisha kwamba wewe ofisi unayofanyia ni ipi. Mfano labda unafanyia Mlimani City au Kimara, naambia mimi napatikana ofisini ni Kimara Stopover pale. Kwa hiyo kwa maelezo zaidi na msaada zaidi na kuweza pia kuziona bidhaa, wakati mwingine hata kuzipata, unaweza ukafika ofisini ili kuweza kusaidiwa kiurahisi zaidi. Kwa hiyo tunawaalika na tunawakaribisha wote ambao yuko tayari kuweza kufika ofisini, itakuwa rahisi. Lakini pia kwa wale ambao mna maswali kuhusiana na afya, lakini pia wale ambao mna changamoto mbalimbali, tunaweza tukawasaidia kupitia bidhaa zetu. Baada ya hapo, unaweza ukaruhusu maswali, kama mtu anaweza kawa na swali, ndio hapo unakaribisha maswali. Na ikitokea umeuliza swali gumu zaidi, unaweza kumwambia mtu hivi kwamba kutokana na experience yangu mimi nadili hasa, labda mfano tuchukulia amekuuliza labda swali la mifupa na maungio, amekuuliza swali la masuala labda ya tezi dume, tuchukulie wewe unadili na mifupa na maungio, utamwambia hivi, okay, swali lako nimelielewa vizuri na nimelinotice hapa, kwa maana ya kwamba kuna specialist au wataalamu zaidi ambao ningependa nikutanishe nao, ambao wamespecialize kwenye masuala hayo ya uzazi, hasa kwenye hizi changamoto za tezi dume na masuala ya nguvu za kiume. Wanaweza kukusaidia vizuri kabisa, ambao wapo ofisini. Kwa ukija ofisini mtafanya consultation, mtazungumza na watakuelewesha vizuri, lakini pia utaweza kuzielewa bidhaa kiurahisi zaidi. Kwa hiyo nikukaribisha ofisini, lakini nitakuunganisha na wataalamu ambao wamesaidia watu wengi sana. Ninaamini kupitia hao hata wewe utaweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo wakati mwingine, ili kuweza kulikwepa swali, una mlinki na watu wengine, itakurahisishia huyu mtu kukuelewa na kuweza kuchukua hatua. Kwa hiyo hivyo ndo ambavyo unaweza kufanya. Sasa field, hakikisha usiende sehemu moja. Umeenda sehemu moja, jifunze, angalia pale umepata ni kama changamoto au challenge, au umejifunza kitu fulani, utakuja utaenda sehemu nyingine, sehemu nyingine, sehemu nyingine. Kadiri muda unavyozidi kwenda, unazidi kupata experience, unazidi kupata confidence. Lakini jambo kubwa ambalo sijakwambia, wakati unazungumza, hata kama hauzijui vizuri bidhaa, jitahidi ujiamini. Jitahidi ujiamini, kwa sababu yule unayezungumza naye hazijui zile bidhaa, hajui kile unachokiongelea. Kwa hiyo unatakiwa kujiamini. Hata kama ni daktari, madaktari wenyewe hawazijui bidhaa zetu, naona wao wanajua dawa za hospitali. Kwa hiyo unatakiwa kwa mtu yeyote yule ujiamini vizuri na uwe na confidence. Itakusaidia mtu kuweza kuamini katika kile ambacho unakizungumza. Lakini jambo lingine, lazima uhakikishe baada ya kutoka field ufanye evaluation, uangalie wapi umekosea, wapi umefanya vizuri, ili uweze kuimprove. Unaona, ni jambo la muhimu. Lakini kikubwa kabisa, mkiwa watu kuanzia 2 3 inakuwa ni jambo zuri sana. Na mnapoenda pia huko field, ni muhimu pia mkiwa na, nimesema vipeperushi, unaona, lakini mkawa na sample ya bidhaa ni muhimu. Lakini pia kwenye simu yako ukiwa na shuhuda ni jambo la msingi sana. Lakini kama ni sehemu imekaribisha professional, ni ofisini, ni wapi, jitahidi muwe na laptop au PC ambayo itawasaidia kudisplay na kuonyesha vile vitu ambavyo tunavyo kiurahisi zaidi, na watu wataweza kuelewa kiurahisi. Lakini pia jambo lingine, ni kawaida kukataliwa. Kwa hiyo usiogope utakapoona wengine ni kama hawajakuelewa, wengine labda wana react vibaya. Ni kawaida katika biashara yoyote, hata wewe ni shahidi. Huwa unaenda, kuna baadhi ya maduka una react kuhusu bei, una react kuhusu bidhaa, lakini pia wakati mwingine haununui au ulikuwa hauna mpango wa kununua. Kwa hiyo unapoenda huko utakutana na watu ambao watakukatisha tamaa, watakuuzi, wengine watakufurahisha, wengine watakufurahia na watakualika tena. Kwa hiyo utakutana na watu wa aina zote. Kikubwa wewe endelea kufanya, usiangalie anayekukatisha tamaa, kwa sababu watu wengi ambao tunawahudumia sisi ni wale ambao unakuta labda aliwahi kataa mwanzo, baadaye amerudi. Kwa hiyo mtu anaweza asiwe mteja leo akawa mteja kesho. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kutengeneza wateja wengine ambao ni wa kesho, sio hapo hapo. Field kazi yake sio kufanya uuze hapo hapo. Usiumie sana kama umeenda hujauza hapo hapo. Hii ni biashara ambayo tunauza taarifa. Kwa hiyo mtu anaweza akawa leo unapomuuzia taarifa, ukweli ni kwamba anakuwa hajajiandaa kabisa. Kwa sababu wewe chukulia mimi hapo, unakutana na mimi labda ni ofisini sehemu fulani, ghafla tu unakuja unapiga hodi na kukaribisha, unaanza kuelezea labda kuhusu nguo. Mimi muda huo sina mpango wa kununua nguo, lakini nitajua kumbe fulani anatoa nguo za design fulani. Kwa siku nikihitaji najua napata wapi. Kwa hiyo ndio iko hivyo, hata huko unapoenda kuelezea leo, wanaweza asinunue leo, lakini wakaja kununua siku nyingine. Kwa hiyo hiyo ni namna ambayo kama ukiifanya na ukafanya kwa muendelezo, ukaongea na watu wengi, itakurahisishia sana kutengeneza wateja wengi ambao
watakuja kuunganisha pia na watu wengine. Uzuri ni kwamba katika bidhaa zetu unapokuwa mhudumia mtu huwa anakuunganisha pia na watu wengine. Hii itakufanya wewe kila mwezi uwe na mauzo endelevu. Kwa hiyo hakikisha unaifanyia kazi hii video, jifunze na hakikisha unafanya practice mara kwa mara. Sisi huku tunafanikiwa kwa kufanya zaidi kuliko kusoma sana, kwa sababu walio chuo wanasoma ili wafaulu. Sisi huku tunasoma na practice hapo hapo. Kwa hiyo jitahidi, jipe muda, komaa, pambana. Kila kitu kinawezekana. Wakati unaendelea kupambana na field, muda huo unakuwa unatafuta pia pesa za kufanya matangazo mtandaoni ili utumie njia zote na uweze kupata matokeo makubwa sana. So ni mimi Mr. Arnold Mdolo, kiongozi katika timu ya The Crown Team. Kuhakikisha unalifanyia kazi hilo litakusaidia sana. Asante sana. Tuone Profesa.